hatua ya pili kuwania taji la klabu bingwa barani Ulaya, ikiwa ni ile hatua ya 16 bora. Mabingwa watetezi Paris Saint-Germain ya kule Ufaransa itakuwa ugenini kucheza na Chelsea ya Uingereza katika mechi ya kwanza. Mabingwa watetezi PSG walichomoza na ushindi wa mabao 5-2, lakini Bayer Leverkusen ambayo ilitoka sare ya 1-1 na Arsenal katika mechi ya kwanza hivi leo itakuwa katika uwanja wa Emirates kutafuta ushindi iwapo itawezekana. Sijui katika hizi mechi mbili tathmini yako ni ipi? Buso, kama nilivyokuambia, awamu ya kwanza Arsenali itahitaji wajitume, na kwa sababu wako nyumbani wanaweza wakafanya jambo. Uwepo wa mashabiki, na tunawafahamu tena mashabiki wa Arsenali wanapokuwa katika uga wa Emirates. Na bila shaka tunasubiri kuona hali itakavyokuwa, lakini Manchester City nayo itachuana na Real Madrid katika mechi ya kwanza. Real Madrid walishinda mechi hiyo kwa mabao 3-0. Mechi nyingine itakuwa ni kati ya Sporting ya Ureno na Bodo Glimt ya kule Norway. Katika mechi hiyo Bodo Glimt walipata ushindi wa mabao 3-0. Jana kulikuwa na mechi moja tu ya soka kule nchini Uingereza. Brentford na Wolves, timu zote mbili zilitoka sare ya mabao 2-2, lakini kule katika liga la liga kule nchini Hispania ni kwamba Rayo Vallecano walishinda Levante bao 1-0. Na shirikisho la soka kule nchini Iran limesema kwamba linazungumza na shirikisho la soka duniani FIFA ili mechi za timu ya taifa ya Iran za kombe la dunia ziahirishwe na zichezwe kule Mexico kwa sababu ya mazingira mabaya ya vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran. Kama unavyoweza kuona vita vinasababisha pia mambo ya michezo yanakuwa katika mazingira magumu kama haya. Nafikiri mashabiki na pia wana michezo wa Iran wakienda Marekani hawatakuwa na amani, na wanaweza wakapata tabu labda kushabikia timu yao. Na rais wa Marekani Donald Trump ameshasema wazi kwamba hawezi kuhakikishia usalama wachezaji wala mashabiki wa timu ya taifa ya Iran. Hii ni kauli ambayo inaleta wasiwasi sana. Bila shaka kwa kiongozi wa dunia kama Trump inaleta wasiwasi, na labda ndo sababu wanataka mechi zao zote kuchezwa kule Mexico. Mbali na Mexico na Marekani, Canada pia itakuwa mwenyeji wa mashindano hayo ambayo yatakayoanza tarehe 11 mwezi Juni hadi tarehe 19 mwezi Julai, na timu 48 kutoka kote duniani zitashiriki katika michuano hiyo. Na tumalizia na soka kule nchini Uganda. Hivi leo kuna mechi mbili za ligi kuu ya soka kule nchini Uganda. Klabu ya NEC FC itachuana na Lugazi kuanzia saa 9 mchana saa za Afrika Mashariki, lakini klabu ya Kampala City itacheza na Ondu Paraka kuanzia saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Bila shaka tutakuwa tunasubiri tuone kesho matokeo ya michuano ya klabu bingwa Ulaya, Arsenal kama watafanya jambo na Manchester City kama wataweza kufanya jambo. Ni kweli. Nikushukuru Victor. Shukrani sana. Shukrani.